Hujambo na karibu tena, wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana kile kinachoendelea huko Mashariki ya Kati kwenye mzozo mkubwa zaidi uliotokana na vita vilivyoanzishwa na Marekani wakishirikiana na Israel dhidi ya Iran. Mashambulizi ya kila upande yakiwa bado yanaendelea. Marekani wamesema kwamba mashambulizi ya leo ya Marekani dhidi ya Iran yatakuwa ni makali zaidi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema leo itakuwa ni siku kali zaidi ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran kufikia sasa. Yaani kwamba tangu walipoanza kufanya mashambulizi, basi leo itakuwa ni siku ya kufanya mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran. Tafsiri yake ni kwamba hata mashambulizi ambayo waliyafanya siku ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka huu yatakuwa ni madogo. Kwa hiyo wanaplani kufanya mashambulizi makubwa zaidi. Ameongeza kwamba Iran imerusha idadi ndogo zaidi ya makombora katika kipindi cha saa 24 tangu vita kuanza. Kwamba tangu vita vianze masaa 24 yaliyopita Iran imerusha idadi ndogo zaidi ya makombora katika kipindi hicho. Lakini wakati huo akiunga mkono kauli iliyotolewa na mkuu wa jeshi la Marekani Jenerali Dan Kenney, alisema kwamba mashambulizi ya makombora ya balistiki ya Iran yamepungua kwa 90% tangu yalipoanza. Lakini pia mashambulizi ya ndege ambazo hazina rubani, zile drones, nayo pia yamepungua kwa 83% tangu yalipoanza. Kwa utafiti wao wanasema hivyo, lakini tunashuhudia bado Iran akifanya mashambulizi makubwa. Hata usiku wa kuamkia leo Iran pia amerusha makombora ambayo yamekwenda kuitandika Tel Aviv, lakini wao wanasema kwamba urushaji wa makombora ya ballistic umepungua kwa 90%. Drones ambazo zina operate bila uwepo wa mtu yeyote ndani umepungua kwa 83%. Wakati huo huo, Marekani inatathmini hatua ambazo zitawezesha jeshi kusindikiza meli kupitia mlango wa Hormuz. Kenney alisema kwamba bado kumbuka Trump alisema kwamba atatuma meli za kivita kuhakikisha kwamba meli za mafuta zinapita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Mpaka sasa hajafanikisha hilo, lakini IRGC wana udhibiti kamili, wamejimarisha katika mlango wa Hormuz, na walisema pia kwamba wanasubiria kuona Marekani atakujaje pale, lakini wao wana udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Kenney anasema kwamba bado wanatathmini ni kwa namna gani au hatua gani ambazo watazichukua, lakini zitawezesha jeshi la Marekani kusindikiza meli kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, alisema kwamba kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei ingelifanya jambo la busara kutii ujumbe wa Donald Trump wa kuachana na silaha za nyuklia. Yaani anatuma ujumbe kwa kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei kwamba angefanya jambo la busara sana kutii ujumbe wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuachana na silaha za nyuklia. Alipoulizwa kuhusu hatua ambazo Pentagon inachukua kupunguza vifo vya raia, waziri huyo wa Marekani Pete Hegseth, waziri wa ulinzi, alisema watachunguza madai yoyote ambayo yanahitaji kuchunguzwa, lakini alidai kwamba hakuna taifa linachukua tahadhari zaidi kuhakikisha usalama wa raia. Kwa hiyo walitangaza kwamba watafanya mashambulizi, wametoa angalizo mapema kwamba watafanya mashambulizi makubwa zaidi kuliko yale yaliyofanyika hapo awali. Sasa leo usiku wa kuamkia leo, kinachoendelea huko Mashariki ya Kati ni kwamba Israel imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran pamoja na Lebanon. Jeshi la Israel limetoa taarifa mpya likisema limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi huko Beiruti nchini Lebanon.
inasema inalenga miundombinu ambayo ni ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran kusini mwa mji mkuu wa Lebanon. Kumbuka wakati huo jeshi kuu la Marekani pia linatoa taarifa kwamba meli 16 za Iran ambazo zilikuwa zikipeleka mabomu chini ya bahari zimeharibiwa. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inasema vikosi vya Marekani vimeharibu meli 16 za Iran zilizokuwa zikipeleka mabomu chini ya bahari leo hii karibu na mlango bahari wa Hormuz. CENTCOM pia ilishirikisha video inayoonekana kuonyesha meli hizo zikishambuliwa. Hii inafuatia maoni ya awali ambayo aliyatoa Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo alisema jeshi lilishambulia meli 10 za Iran ambazo hazikuwa zikifanya kazi katika mlango bahari baada ya kuahidi kukabiliana na meli hizo haraka na kwa kutumia nguvu kubwa zaidi. Sasa kupita kwa meli kupitia mlango bahari, mfereji wenye shughuli nyingi zaidi duniani wa usafirishaji wa mafuta, kumevurugwa vibaya wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ujasusi wa Marekani waliamini kuwa Iran ilikuwa ikijiandaa kupeleka mabomu ya majini katika mlango bahari wa Hormuz. Mshirika wa BBC wa Marekani CBS News waliripoti leo mapema kabisa kwamba Iran walikuwa na mpango wa kupeleka hayo mabomu huko kwenye mlango bahari wa Hormuz. Ndipo mashambulizi ambayo wameyafanya Israel, lakini pia CENTCOM wamethibitisha kwamba meli 16 za Iran zimeshambuliwa. Ongezeko la gharama za usafirishaji ambazo zinasababishwa na mzozo nchini Iran kiujumla zitaishia kwa watumiaji. Yani kinachoendelea kwa sasa ni kwamba ambaye ataumia ni mtu yule wa mwisho, mtumiaji wa mwisho. Kwa mfano, bei ya mafuta ikipanda, tutegemee nauli, kwa mfano kwa wale watu wenye vyombo vya usafirishaji, bei ya nauli itapanda. Kwa hiyo mtu ambaye anakuja kuumia ni yule mlaji wa mwisho, mimi na wewe, ambao ndio tunatumia huo usafiri kwa ajili ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mzozo huu, namna ambavyo unazidi kwenda, gharama za mafuta zikizidi kupanda, kumbuka nishati ghafi ya mafuta ni muhimu sana kuendesha vitu vingi sana. Kwa hiyo ikitokea gharama inazidi kupanda, tafsiri yake ongezeko la gharama hizo, ambaye atakuja kuumia ni watumiaji wa mwisho kabisa, ambaye ni mimi na wewe. Tunatumia usafiri, tutahitaji kununua bidhaa zitapanda bei pia kutokana na uzalishaji wake, kutumia gharama kubwa ya nishati. Kwa mfano mafuta, makampuni ambayo yanategemea mafuta kurun biashara zao au makampuni yao, tegemea pia bidhaa zitapanda bei. Sasa wakati Israel ikizidi kushambulia Lebanon wametaka kufanya mazungumzo na Israel kumaliza mzozo wa Hezbollah. Rais wa Lebanon ametoa wito wa kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja na Israel kama sehemu ya pendekezo la kumaliza mzozo ambao unazidi kuongezeka na Hezbollah, huku akilikosoa vikali kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah kwa kuingiza nchi hiyo ya Lebanon katika vita vikubwa zaidi vya kieneo. Msemaji wa rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema kwamba Lebanon iko tayari kufanya mazungumzo, lakini sio wakati nchi hiyo ikiwa chini ya mashambulizi ya Israel. Akizungumza wakati wa mkutano na maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu, Aoun alielezea kila alichokitaja kama njia ya kuelekea mipango ya kudumu ya usalama na utulivu kwenye mipaka yetu. Maafisa wa Israel wameonyesha dalili ndogo sana za kuunga mkono mazungumzo, na serikali pia haijatoa kauli ya moja kwa moja kuhusiana na jambo hilo. Aoun alisema vita hivyo vimesababisha madhara makubwa nchini Lebanon, ambapo zaidi ya watu 700,000 wamekimbia makazi yao. Katika watu hao 700,000 zaidi ambao wamekimbia makazi yao, wakiwemo watoto 200,000, lakini pia na mamia ya watu kuuawa katika mashambulizi ya Israel katika muda wa siku 9 zilizopita, kulingana na Umoja
wa Mataifa, lakini pia baadhi yao wako barabarani, hawana makazi wala mahitaji muhimu ya kimsingi. Alisema hivyo wakati akiripoti. Sasa wakati hayo pia yakiendelea huko kwenye vita hivi ambavyo vimeibua mzozo mkubwa zaidi duniani, mauzo ya China yaongezeka licha ya ushuru wa Trump. Mauzo ya bidhaa za China nje ya nchi yameongezeka katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu licha ya mgogoro wa kibiashara kati ya taifa hilo na Marekani. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba bidhaa zinazotumwa nje ya nchi ziliongezeka kwa 20% mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Hii ni zaidi ya mara 3 ya makadirio ya wanauchumi. Ongezeko hili linaliweka taifa hilo katika nafasi nzuri ya kuvunja rekodi yake iliyoiweka mwaka 2025, ambapo kiwango cha bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa nje ya nchi kilipita kiwango cha bidhaa ambazo zilikuwa zinaingia nchini humo. Tangazo hilo linakuja huku rais wa Marekani Donald Trump akitarajiwa kuzuru China mapema mwezi wa 4 kukutana na mwenzake wa China Xi Jinping. Uchumi wa China ambao ni wa pili kwa ukubwa duniani unategemea sana mauzo ya nje, huku ikikabiliwa na masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na matumizi duni ya walaji, lakini pia kupungua kwa idadi ya watu na mgogoro wa soko la bidhaa. Kipindi hiki ambapo mzozo unazidi kuwa ni mkubwa Mashariki ya Kati, bei ya mafuta ikizidi kupanda, China wanaongoza kwa kuuza bidhaa zao nyingi sana nje ya China licha ya vikwazo ambavyo waliwekewa na rais wa Marekani Donald Trump. Ni hiki ambacho pia kinaendelea wakati huo, lakini pia taarifa nyingine ambayo nimeiona ni Vladimir Putin ameweka masharti magumu kusitisha mapigano. Vladimir Putin ameweka masharti magumu mno kusitisha mapigano, lakini pia Trump alizungumza na Putin kusaidia Mashariki ya Kati kile ambacho kinaendelea. Rais Donald Trump amezungumza mazungumzo aliyoyafanya awali na ameyazungumzia yale mazungumzo aliyoyafanya awali na rais wa Urusi Vladimir Putin na kusema kuwa anataka kusaidia Mashariki ya Kati. Akifafanua mazungumzo yake ya simu na Putin wakati akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari, Trump alisema, tulikuwa tunazungumzia kuhusu Ukraine ambayo imekumbwa na mapigano yasiyoisha. Kuna chuki kubwa kati ya Putin na Zelensky na inaonekana hawawezi kupatana, lakini nadhani ilikuwa wito mzuri juu ya mada hii. Aliongeza kwamba pia walizungumzia kuhusu Mashariki ya Kati na Putin anataka kusaidia kile kinachoendelea sasa Mashariki ya Kati, kwamba Putin anataka kusaidia. Nilimwambia unaweza kuwa msaada zaidi kwa kumaliza vita vya Ukraini, hilo litakuwa msaada mkubwa, lakini tulikuwa na mazungumzo mazuri sana. Pia siku ya Jumatatu Putin alimpongeza Mojtaba Khamenei kwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran na akathibitisha tena uungaji mkono wa Moscow kwa Tehran, kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye tovuti ya Urusi. Mwishoni mwa wiki vyombo kadhaa vya habari vya Marekani ikiwa ni pamoja na The Washington Post, The New York Times na The Associated Press viliwanukuu maafisa wasiojulikana wakidai kwamba Urusi ilikuwa ikiipa Iran taarifa za kijasusi zilizosaidia kulenga wanajeshi na mali za Marekani huko Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Urusi haijathibitisha rasmi kwamba inaisaidia Iran, lakini imelaani mashambulizi hayo dhidi ya Iran ikiyaita hatua ya kizembe. Kinazalia kuisaidia Iran kushambulia maeneo ya kimkakati ya Marekani kunaweza kuathiri uhusiano wa Urusi na utawala wa Trump. Marekani na Urusi zilikutana mara kadhaa mwaka huu kwa mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita nchini Ukraine, mazungumzo ambayo Urusi imekuwa ikitumaini Marekani itashinikiza Ukraine. Sasa Putin aweka masharti magumu ya usitishaji mapigano. Taarifa kutoka ikulu ya Marekani kuhusu mazungumzo ya Trump na Putin inaonyesha kuwa amekataa ombi la kusitisha mapigano haraka ya ardhini
angani na baharini. Badala yake, Putin amekubali kusimamisha mashambulizi ya makombora ya masafa marefu kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraine. Hili lilikuwa pendekezo la Ukraine ambalo Wamarekani walilipuuza wiki moja iliyopita. Trump na Putin pia wameonekana kukubaliana kufanya mazungumzo ya haraka kupata suluhu ya muda mrefu. Vladimir Putin amethibitisha Trump ahadi yake ya msingi ya makubaliano ya azimio la amani, lakini kwa masharti yafuatayo. Moja, taarifa ya Urusi inasema Putin alimwambia Trump sharti muhimu la kuzuia kuongezeka kwa mzozo linapaswa kuwa kukomesha kabisa misaada ya kijeshi ya kigeni na kushirikishana taarifa za kijasusi na Ukraine. Hilo ni sharti la kwanza, kwamba Putin alitoa sharti muhimu sana la kuzuia kuongezeka kwa mzozo, ambapo linapaswa kuwa kukomesha kabisa misaada ya kijeshi ya kigeni na kushirikishana taarifa za kijasusi na Ukraine. Jambo la pili, Putin alizungumzia kuhusu hitaji la kukomesha usajili wa wanajeshi wa kulazimishwa nchini Ukraine na upangaji upya wa vikosi vya wanajeshi wa Ukraine. Lakini pia makubaliano yoyote, ili ni jambo la tatu, yanapaswa kuwa magumu, thabiti na ya muda mrefu, na lazima yazingatie hitaji kamili la kuondoa sababu kuu za mgogoro. Taarifa hiyo ilisema pia lazima izingatie madai halali ya Urusi. Hayo ni masharti ambayo Vladimir Putin alimpa bwana Trump kama nataka vita dhidi ya Ukraine na Urusi vimalizike. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, tujue kipi kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Lakini pia mzozo huu, kama nilivyokuambia, bei ya mafuta kupanda. Naona majirani zetu hapa Kenya wanafanya mkutano wa dharura na wauzaji wa mafuta kutokana na gharama za mafuta kupanda, ambapo waziri wa kawi wa Kenya Opiyo Wandayi ameitisha mkutano wa dharura na wauzaji wa mafuta saa chache tu baada ya kufanya mazungumzo na makampuni yanayosambaza mafuta nchini chini ya makubaliano ya serikali kwa serikali maarufu G2G. Wandayi amesema atafanya mkutano huo huku lengo ikiwa ni wasiwasi wa kuwepo kwa uhaba wa mafuta, akiondoa wasiwasi huo kwa Wakenya, ambapo wamekuwa na hofu kubwa kwamba kuna uhaba wa mafuta. Lakini pia nimeona amedokeza kuwa serikali inajadiliana na mataifa yanayozalisha mafuta ambayo Kenya ilifikia mkataba wa G2G nayo, kama vile Aramco ya Saudi Arabia. Kumbuka ilishambuliwa pia, ili kuhakikisha upatikanaji wa mafuta ya kutosha kwa muda mrefu iwezekanavyo kwa kuzingatia mipango ya dharura. Sasa mengi nitazidi kukujuza hapa. Tumeona hapa yote haya yanatokea kufuatia mgogoro uliozuka Mashariki ya Kati baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran na kumua kiongozi mkuu wake Ayatollah Ali Khamenei wiki iliyopita. Iran imekuwa ikilipiza kisasi hatua hiyo kwa kuyashambulia mataifa jirani ya Ghuba ambao ni mshirika wa Marekani na kufunga mlango bahari wa Hormuz, ambapo 20% ya mafuta yanapita hapo duniani. Tuachie na maoni yako, lakini kubwa nitazidi kukuhabarisha zaidi taarifa mbalimbali, na endelea kukaa karibu nasi hapa wakati wote. Bye.